Mziwaziwa unatibu magonjwa lukuki. Naam, magonjwa kama vile saratani ya tumbo, vidonda vya tumbo, UTI sugu, bawasiri ya ndani. Lakini pia mziwaziwa uko na uwezo wa kuzuia tumbo la kuhara. Kama unaharisha, nikwambie mziwaziwa ni dawa nzuri, tumbo la kuhara linakwenda kukata. Lakini mziwaziwa utibu maumivu ya uvimbe wa tumbo. Kama una uvimbe tumboni, mziwaziwa ni dawa nzuri mno. Lakini mziwaziwa ni dawa nzuri ya kutibu maumivu makali wakati wa hedhi. Lakini pia ni dawa nzuri ya kurekebisha mzunguko wa hedhi. Kama hedhi yako haieleweki, mzunguko wake haueleweki, basi mmea wa mziwaziwa ni dawa nzuri ya kutibu. Lakini mmea wa mziwaziwa ni dawa nzuri ya kutibu pumu. Lakini pia ni dawa nzuri kwa wale ambao wako na shida ya kupumua, yaani matatizo ya upumuaji. Lakini pia mziwaziwa ni dawa nzuri ya kushusha sukari. Yako magonjwa mengi ambayo hutibiwa na mmea wa mziwaziwa. Sasa kufahamu ni kivipi, kwa namna gani mziwaziwa hutibu hayo magonjwa, tafadhali nifuate hapa rafiki yako ndani ya Chakula cha Ubongo. Kwa ujumla, mziwaziwa ni mmea wenye majina mengi. Yategemea na vile ambavyo upo sehemu gani. Kila maeneo wako na jina ambalo wamezoea kuita. Lakini kwa lugha ya Kiswahili twaufahamu kama mmea wa mziwaziwa. Mmea huu kama utakata jani lake unatoa utomvu ambao unafanana na maziwa. Huu ni mmea upo mithili kama ya maua fulani hivi, utambaa chini lakini si kwa ukubwa sana. Usichanganye mambo. Kuna mziwaziwa na mti wa mnyaa. Mti wa mnyaa na wenyewe pia ukikata vijiti vyake utoa maziwa, lakini huo ni mti. Hapa na uzungumzia mmea wa mziwaziwa. Ni kuombe tu waulize watu wanaojua mziwaziwa, watakuelekeza vile ulivyo, watakuonyesha. Kifupi ni kwambie mziwaziwa ni mmea wenye faida nyingi mno. Mziwaziwa ni tiba nzuri ya maumivu na maradhi ya tumbo. Kama uko na maumivu tumboni, una maradhi tofauti tumboni, basi mziwaziwa ni dawa nzuri ya hayo matatizo. Mziwaziwa ni dawa nzuri ya kutibu maumivu ya vidonda vya tumbo, lakini pia kustopisha kuharisha pamoja na tumbo ambalo linauma, tumbo ambalo linakata. Lakini pia majani ya mziwaziwa ni dawa nzuri ya kutibu maumivu ya uvimbe wa tumbo. Mziwaziwa ni dawa nzuri ya kuondoa muwasho sehemu ya haja kubwa. Hii inaitwa bawasiri ya ndani. Sasa ili uweze kutibu magonjwa hayo, tafuta majani ya mmea wa mziwaziwa. Majani ya kutosha tu. Yaoshe vizuri, alafu yatafune ukichanganya na chumvi kidogo. Maji yake yameze. Hii ni dawa nzuri ya maumivu ya tumbo. Kama tumbo linauma, maybe umekula kitu kibaya, ama ni vidonda vya tumbo, ama ungependa kustopisha kuharisha, unahara, tumbo linakata, basi tafuta majani ya mmea wa mziwaziwa, yaoshe vizuri, alafu yatafune, changanya na chumvi kidogo. Utakwenda kupona na utakwenda kujisikia vizuri kama una maumivu ya tumbo. Lakini pia kama vidonda vya tumbo vimekukamata, utakwenda kujisikia vizuri kabisa. Lakini pia kama unaharisha, utakwenda kustopisha kuharisha. Pia unaweza ukatafuta majani ya mziwaziwa ya kutosha na kisha ukatengeneza juisi yake, alafu ukaweka chumvi kidogo, basi ukawa unakunywa tu kikombe cha robo. Ni dawa nzuri ya kutibu magonjwa lukuki. Au kama utaweza,
Tafuta majani ya mmea wa mziwaziwa ya kutosha, halafu yaweke ndani kwa siku kadhaa, yakauke yenyewe tu, usiyaweke juani. Yaweke ndani kwa siku kadhaa, yakauke yenyewe kwa kivuli tu cha ndani. Yakisha kauka vizuri, yasage vizuri upate unga wake. Ukishapata huo unga wake, changanya na asali. Naam, asali mbichi. Alafu uwe unatumia kwa kulamba. Asubuhi lamba kijiko kimoja, mchana kijiko kimoja, na jioni kijiko kimoja. Ama kwa hakika ni dawa nzuri ya kutibu magonjwa kemkem. Lakini pia kama ambavyo nimekujuza hapo mwanzo, majani ya mziwaziwa ni dawa nzuri ya kutibu saratani ya tumbo. Naam, saratani ya utumbo, majani ya mziwaziwa ni dawa nzuri. Sasa ili uweze kujitibu saratani ya tumbo kupitia mmea wa mziwaziwa, tafuta mmea wa mziwaziwa, alafu ung'oe mizizi yake. Naam, tafuta mmea wa mziwaziwa, alafu ung'oe upate mizizi yake ya kutosha. Mizizi mingi tu, ujazo wa vikombe 3. Ukishapata hiyo mizizi ya kutosha ya mmea wa mziwaziwa, iweke katika sufuria. Sufuria iwe safi na mizizi iwe misafi. Alafu humo changanya na unga wa baking soda, unga kijiko kimoja. Baada ya hapo, weka maji lita 2 katika sufuria yako. Weka hiyo mizizi ya kutosha ya mmea wa mziwaziwa, na pia weka humo na unga kijiko kimoja, unga wa baking soda. Chemsha jikoni. Chemsha vizuri mpaka uhakikishe kwamba nusu lita ya maji imepungua. Naam, hakikisha nusu lita ya maji imepungua. Ipua dawa yako, iache ipoe vizuri kabisa. Baada ya hapo, chuja dawa yako vizuri, alafu hifadhi katika chupa ya chai ama chombo chochote kile, hifadhi. Ukisha tengeneza dawa yako ya kutosha, nyingi tu, umeweka mizizi ya mmea wa mziwaziwa ambao umechemsha vizuri na umechanganya humo na unga kijiko kimoja, unga wa baking soda, umechuja vizuri. Tafuta maziwa fresh, chemsha upate kikombe cha robo. Sasa ili uweze kutumia dawa yako, uwe unachukua dawa yako ambayo umechemsha kikombe cha robo na maziwa fresh kikombe cha robo. Changanya huo mchanganyiko, alafu uwe unakunywa kwa mtindo huo. Asubuhi kikombe kimoja, yani nusu ambayo robo ni maziwa fresh, robo ni dawa yako ambayo ulichemsha. Ukichanganya inakuwa nusu. Kunywa asubuhi nusu, mchana nusu, na jioni pia kunywa nusu. Ukitumia huo mchanganyiko vizuri, ama kwa hakika utakwenda kujitibu saratani ya utumbo. Lakini pia utakwenda kujitibu vizuri kabisa maumivu ya uvimbe. Utakwenda kujitibu vizuri kabisa ugonjwa wa UTI sugu. Lakini pia huu mchanganyiko wa mizizi ya mmea wa mziwaziwa ambao umeweka humu na unga wa baking soda na kikombe cha robo cha maziwa fresh ni dawa nzuri ya kutibu maumivu makali wakati wa hedhi. Ukiwa kwenye hedhi, maumivu ni makali, basi kunywa huo mchanganyiko, utakwenda kujisikia vizuri. Lakini pia kama una pumu, ni dawa nzuri pia ya kutibu pumu. Lakini pia dawa hii ushusha sukari. Kama sukari yako imepanda, dawa hii ni dawa nzuri pia ya kushusha sukari. Lakini pia zingatia, kama unasumbuliwa na bawasiri ya ndani, labda wasumbuliwa na saratani ya utumbo, tumia dawa hii kwa siku 21 mpaka siku 41. Utakwenda kupona hayo magonjwa makubwa, saratani ya utumbo pamoja na bawasiri. Lakini magonjwa mengine hayo, hedhi, pumu,
sukari na magonjwa mengine UTI sugu, ukitumia kwa muda wa wiki moja tu unakwenda kupona hayo magonjwa. Bila shaka umeweza kuambua mawili matatu kupitia hapa Chakula cha Ubongo. Nimekusogezea vile ambavyo unaweza kutumia mmea wa mziwaziwa kujitibu magonjwa lukuki. Mziwaziwa ni dawa nzuri ya kutibu saratani ya utumbo, vidonda vya tumbo, UTI sugu, bawasiri, lakini pia inazuia kuhara. Kama una maumivu ya tumbo ni dawa nzuri pia. Maumivu makali wakati wa hedhi ni dawa nzuri pia. Lakini pia mmea wa mziwaziwa urekebisha mzunguko wa hedhi. Hedhi yako haikai sawa, haieleweki, mmea wa mziwaziwa ni dawa nzuri. Lakini pia mziwaziwa hutuliza pumu. Lakini pia mziwaziwa husaidia kwa wale ambao sukari yao imepanda. Cha kufanya, watafute wanaojua mimea, wanaojua vizuri, watakwambia mmea wa mziwaziwa ukoje. Lakini pia kama uko na smartphone, unaweza ukagoogle, ukaandika tu mmea wa mziwaziwa. Utapata hapo, picha yake itakuja, utauona, alafu utatafuta. Lakini kama hauwezi kufanya hivyo, waulize wajuzi wa mambo, watakujuza zaidi. Unafahamu mgagani ama umeshawahi kusikia kuhusu mgagani? Basi leo utakwenda kufahamu mambo mawili matatu kuhusu mmea wa mgagani, vile ambavyo unatumika katika kutibu magonjwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Mimi ndugu yako Dastan Fredi Kamala. Karibu. Ni kuhusu mgagani. Ni mmea wa asili unaotambulika kwa faida zake nyingi za kiafya. Mmea wa mgagani unapatikana hasa katika maeneo mengi ya tropiki, na kwa Afrika Mashariki mmea huu upo kwa wingi sana. Hata hapa nyumbani Tanzania mgagani upo kwa wingi sana. Kienda mashambani huko utaupata mgagani. Huu ni mmea wenye virutubisho vingi na karibu kila sehemu yake ina faida kubwa. Majani, mbegu, maua na hata mizizi yake iko na faida nyingi mno katika tiba. Mgagani una virutubisho A, B, C na E. Mgagani uko na madini ya chuma, calcium, magnesium na potassium. Lakini mmea huu uko na protini nyingi kuliko hata maharagwe ya soya. Mgagani uko na asidi muhimu za mafuta na viambata vyenye uwezo wa kupambana na sumu mwilini, yaani antioxidant. Kama ambavyo nimekujuza kwamba mgagani ni mmea ambao unatumika katika tiba asili. Ukiachilia mbali tiba asili, ni mmea ambao miaka na miaka umekuwa unatumika kama mboga. Ukiachilia mbali mboga, mmea huu unatumiwa kutibu au kusaidia hali mbalimbali za kiafya, ikiwemo kuimarisha kinga ya mwili. Majani ya mmea huu yako na vitamini C na viambata vinavyosaidia kupambana na magonjwa. Lakini mmea huu kupitia majani yake utibu upungufu wa damu, yaani anemia. Majani yake yako na kiwango kikubwa cha chuma kinachosaidia katika kutengeneza seli nyekundu za damu. Lakini pia majani ya mmea wa mgagani husaidia kudhibiti kisukari. Kama una kisukari, nikwambie majani ya mgagani husaidia kupunguza kiwango cha sukari mwilini. Lakini pia majani ya mmea huu husaidia kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Majani ya mgagani yako na nyuzi zinazosaidia katika usagaji wa chakula na kutibu vidonda vya tumbo. Kwa hiyo nikwambie, mbali na kusaidia mmeng'enyo wa chakula, majani ya mgagani pia husaidia kutibu vidonda vya tumbo. Lakini pia majani ya mgagani hurekebisha shinikizo la damu. Majani yake yako na madini ya potassium na pia yako na viambata vinavyosaidia kusawazisha shinikizo la damu. Sasa ni vipi unaweza kutumia majani ya mgagani kujitibu changamoto ambazo nimekujuza hapo? Majani yake hutumiwa kwa kuliwa yakiwa mabichi. Unaweza kuchuma majani ya mgagani, ukayasafisha vizuri na ukayatafuna yakiwa mabichi.
lakini unaweza kuyatumia kwa kuyala kama mboga. Unachuma, unapika jikoni, unayachemsha, unakula kama mboga. Lakini unaweza kutumia majani yake kwa kutengeneza unga, yaani unga wa mgagani, unga ambao baadaye utachanganya na maji au kwenye uji au ukatengeneza ikawa juisi na ukatumia kwa kunywa. Hayo ni matumizi ya mgagani kupitia majani yake. Lakini mgagani uko una mbegu. Mbegu zake utatumiaje? Mbegu za mgagani hutumika kusafishia maji. Mbegu zake ziko na uwezo wa kuchuja na kuondoa uchafu kwenye maji. Lakini pia mbegu za mgagani hutumika kutibu maambukizi. Mafuta yaliyopo katika mbegu za mgagani yako na sifa za kupambana na bakteria na fangasi. Lakini pia mbegu za mgagani hupunguza maumivu ya viungo. Mbegu za mgagani ziko na mafuta ambayo hutumika kwa kupaka sehemu zilizo na maumivu. Ni vipi unaweza ukatumia mbegu za mgagani kama tiba? Mbegu zinaweza kuliwa moja kwa moja au kusagwa kuwa unga. Utaweka na maji kidogo hapo, alafu unatumia. Utakwenda kupata faida kemkem. Lakini unaweza pia kutumia mizizi ya mgagani kutibu changamoto lukuki tu. Mizizi ya mgagani hutibu mafua na kikohozi. Uko na mafua, kikohozi, basi mizizi ile ya mgagani huchemshwa na kutumiwa kama chai. Kikohozi, mafua huondoka. Lakini pia mizizi ya mgagani hutibu maambukizi ya ngozi. Mizizi hutumika kwa kutwangwa na kupakwa kwenye vidonda. Mizizi ya mgagani chimba, osha, twanga, paka kwenye ngozi ambayo imeathirika labda na changamoto yoyote. Lakini pia paka kwenye kidonda. Kidonda kitapona kwa haraka. Na hapa kwenye kidonda, hata ukichuma majani ya mgagani ukayakamua, ule mchuzi wake weka hapo kwenye kidonda, kidonda kitapona kwa haraka sana. Majani tofauti tofauti kama ya mgagani, majani ya mshona nguo, kiyakamua yale husaidia kuponya vidonda. Lakini kingine kuhusu mgagani nikwambie, mizizi ya mgagani husaidia kumgeuza mtoto kama amelala vibaya. Mizizi ya mgagani ile, uko na ujauzito na unahisi kwamba mtoto wako hajakaa vyema huko tumboni, basi unashauriwa kutafuta mizizi ya mgagani. Unaosha vizuri, alafu itafune hiyo, tafunia na chumvi kidogo. Fanya hivyo kutwa mara 3 kwa muda wa wiki 2, na maji yake utakuwa unameza. Hii ni nzuri, husaidia kumgeuza mtoto kama amelala vibaya. Lakini pia mizizi ya mgagani husaidia kufungua njia kwa mama mjamzito wakati wa kujifungua. Tafuna mizizi ya mgagani pale unapoanza kuona dalili za uchungu, na ukitafuna maji yake wewe unameza. Hii husaidia kufungua njia kwa mama mjamzito. Lakini pia mgagani husaidia kuondoa chango kwa watoto. Mtoto wako yuko na chango, mgagani ni dawa. Lakini pia husaidia kuondoa maumivu ya tumbo la hedhi. Namna ya kutibu chango kwa watoto na kutibu tumbo la hedhi maumivu yake: chemsha mizizi ya mgagani kisha kunywa kutwa mara 3 kwa muda wa siku 7. Lakini pia mgagani hutibu sikio linalouma. Una maumivu ya sikio, ponda majani ya mgagani, alafu yale maji yake kamulia kwenye sikio lenye maumivu kutwa mara 2. Asubuhi kamulia tone 1 na jioni pia tone 1. Maumivu ya sikio yatakwenda kuondoka moja kwa moja. Hiyo ni kazi nzuri ya mgagani. Tumia majani yake yale ya ponde safi, ule mchuzi wake tia kwenye sikio tone 1 asubuhi na jioni, sikio linapona moja kwa moja. Lakini pia mgagani ni tiba nzuri ya kipandauso. Una kipandauso, mgagani ni dawa nzuri. Namna ya kufanya: ponda majani ya mgagani, kisha yale maji yake yale kamulia puani kutwa mara 3. Utapona changamoto kipandauso. Pia mgagani ni dawa nzuri kwa wale ambao wanatokwa na damu puani. Wengine huzoea kuita ufungunyulo. Sasa kama unatokwa na damu puani,
Chukua mizizi ya mgagani, ponda ile, kisha maji yake yale dondoshea puani ukiwa umelala umetazama juu. Changamoto ya damu kutoka puani itakwenda kuondoka moja kwa moja. Kingine kuhusu mgagani, nikwambie mgagani utibu jino linalouma. Una maumivu ya jino, basi mgagani usaidia kutibu maumivu ya jino. Chukua majani ya mgagani yale ya ponde, alafu kama meno yameharibika yameoza, tumia maji yake hayo kusukutua mdomoni. Sukutua asubuhi, mchana na jioni. Kama jino limetoboka, huo mchuzi wake weka hapo kwenye jino, ama saga hayo majani alafu yapachike hapo katika jino ambalo limetoboka na jino linauma. Lakini pia mgagani ni tiba nzuri kwa mtu aliyeumwa na nyoka. Nikwambie mgagani uko na uwezo wa kupambana na sumu. Mgagani una viambata vyenye uwezo wa kupunguza sumu mwilini na pia kuimarisha kinga ya mwili. Lakini pia majani na mizizi ya mgagani yako na sifa ya kuondoa uvimbe na kupunguza maumivu. Lakini pia kama nilivyokujuza, mgagani uponya vidonda. Kupitia majani yake basi usaidia kuponya vidonda, na pia hata kama umeumwa na nyoka usaidia. Sasa kama umeumwa na nyoka, cha kufanya, tafuta majani mabichi ya mgagani, chukua na chumvi kidogo na maji, changanya vyote hivyo kwa pamoja. Chumvi kidogo, maji, majani ya mgagani hayo, saga vizuri kabisa. Ukisha saga vizuri kabisa mgagani huo, weka maji kidogo hapo na chumvi kidogo, alafu paka kwenye eneo ambalo aidha umeumwa na nyoka ama kuna kidonda. Hii itakusaidia kupunguza maumivu na pia kuondoa uvimbe. Baada ya hapo unaweza ukawahi hospitali kwa tiba zaidi. Lakini hii ni mojawapo ya huduma ya kwanza nzuri sana kwa mtu ambaye ameumwa na nyoka. Una kidonda pia, tumia hivyo. Una uvimbe pia, tumia huo mchanganyiko, paka kwenye uvimbe, itakwenda kuondoa uvimbe. Lakini pia mgagani hutumika kuweka mambo sawa kwa wanawake katika maumbile yao. Kupitia hapa sitaweza kuzungumza kwa kina kwa undani, lakini nikwambie mgagani hutumika kuweka mambo mazuri kwa wanawake. Unaweza kutafuta wazee, watakwambia namna ya kutumia mgagani ili mambo yaweze kwenda uzuri. Najua kwa wale wazee kama mie mtakuwa mnafahamu. Sasa namna ya kutumia mgagani kurekebisha maumbile au maumbile yawe yanabana, yawe tight. Hapa nazungumzia kwa wanawake. Maumbile yako ni makubwa, yamekaa vibaya ama yako na maji mengi, basi tumia mgagani. Tafuta majani ya mgagani ya ponde vizuri kabisa, alafu weka kwenye kitambaa, alafu vaa kama pedi. Yale maji yakishaingia huko, sehemu hizo zitakaa vizuri. Kama kuna harufu mbaya zitaondoka, kama una magonjwa ya fungus huko zitaondoka. Hakika mgagani ni dawa nzuri kabisa. Tumia hiyo kwa muda wa siku 3 mpaka wiki moja, alafu nenda kwa mzee, muone mister, atakwambia hakika kumebadilika, mambo yamekaa uzuri huko. Atakwambia ni tiba nzuri sana kwa wanawake wenye maumbile makubwa au maumbile yenye maji mengi mno. Bila shaka umeambua mawili matatu kuhusu mmea wa mgagani. Asante kwa muda wako, asante kwa sikio lako. Mimi ni ndugu yako, rafiki yako wa kila kukicha, wa juzi, jana na leo, Dastan Fredi Kamala. Shukran.